tunastahili kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na kujalia uzima na afya njema ambaye ameweza kutukutanisha mahali hapa tukiwa wazima. Sisi moyo. Ndugu zangu, mimi kwa jina naitwa Kevin Chale, ndio mwenyekiti mwenye zamana ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Leo hii nimepata fursa ya kuja kuwatembelea kikundi cha maafisa usafirishaji alimaarufu bodaboda Toroka Uji. Lengo kuu ni kuja kuwasikiliza na kujua changamoto zenu na kuona ni namna gani tunaenda kuzitatua ili kuendelea kushirikiana na kujenga umoja wetu kama sisi vijana wa nchi hii ambao katika maisha ya kawaida sisi bado tuna safari ndefu ya kimaisha. Kwa hiyo kukutana mara kwa mara, kuzungumza, kusaidiana baadhi ya changamoto ambazo zipo ni jambo ambalo tunatakiwa liwe kwetu ni endelevu, sio jambo la mara moja au la siku moja. CCM oyee! Kwa mimi niwashukuru, nimepata hii fursa, nimekuja, nimewaona, mmesema yale ambayo yanawasibu. Jukumu letu sisi ni kuyajibu yale ambayo mmetuomba. Mmetuomba mambo mawili, issue ya vifaa vya michezo, lakini pia issue ya kuboresha hili hapa eneo. CCM oyee! La kwanza niwaambie, kwanza nimeyapokea yote mawili. Nimeyapokea yote mawili, lakini kwa wakati huu nadhani siku 2-3 au zijazo mwenyekiti hapa atawaletea jezi na mpira ili muendelee kufanya michezo. Maana tunasema michezo pia ni afya na itazidi kuwaimarisha nyie. Na kitu kikubwa ambacho pia mnawezekana mkawa mkifahamu, mnafanya kazi kubwa sana ambayo inachangia uchumi wa nchi hii. Kwa sababu nyinyi ni maafisa usafirishaji. Mnamtoa mtu sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Sehemu ambayo angetembea kwa mguu kwa dakika 30, nyinyi mnampeleka kwa dakika 3 mpaka 5. Maana yake kwamba mnawaisha uchumi wa nchi uweze kukimbizana kwa wakati. Na Mheshimiwa Rais amekuwa akitambua mchango wenu huo mkubwa kwa namna ambavyo kazi hii mnaifanya. Ndio maana akasema hawa ni maafisa usafirishaji kwa sababu mnachangia uchumi wa nchi yetu. Bila nyinyi uchumi ungechelewa, kwa sababu tungekuwa tunatembea kwa miguu ili kufika maeneo yetu ambayo tunahitaji tufike, na tungekuwa tunatumia muda mrefu badala ya kutumia muda mfupi kama ambao tunafanya hivi sasa. Na kwa kuwa serikali yetu imekuwa sikivu sana, imeendelea kuwasikiliza na kuweza kutatua baadhi ya changamoto zenu. Zamani mlikuwa mkishikwa mnalipa faini ya shilingi 30,000, lakini sasa hizi faini ni shilingi 10,000 kwa watu wa pikipiki. Kwa hiyo hii nayo ni hatua, lakini Mheshimiwa Rais anaendelea kuboresha maslahi yenu kwa minajili ya kwamba shughuli zenu mzifanye kwa uhuru na haki bila kubuguziwa, lakini kwa utaratibu ule wa kufuata sheria ambayo imewekwa kwenye nchi yetu ya Tanzania. CCM oyee! Lakini issue yenu ya pili ilikuwa ni ulitengeneza hili eneo. Mimi niwaahidi na niwaambie kwamba kwanza nimelipokea, lakini niwaahidi tutaenda kulitekeleza. Kwa kushirikiana na viongozi wetu waliokuwepo, tutakuja tutawarekebishia hapa ili msiweze kupata hiyo adha ambao mnaipata. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Itakuja itawekwa hiyo sakafu, lakini pia na kuweka ukuta kwa huko nyuma ili muweze kukaa sehemu nzuri na nyinyi muendelee kutoa huduma yenu vizuri. Kwa hiyo tutaanza na hili la vifaa vya michezo. Siku 2-3 zijazo nadhani nitakuwa napita naelekea Tunduru. Kwa hiyo nitakuja na mwenyekiti hapo tuwakabidhi, tuwapatie hizo vifaa vya michezo ili muanze nalo hilo. Lakini wakati huo mimi naendelea kulichakata hili la hapa. Lakini la kwanza, mwenyekiti, mtafanya utaratibu, mleteni fundi afanye mahesabu ili tujue gharama yake ni shilingi ngapi ya kuweza kupatengeneza hapa. Alafu baada ya hapo sisi tuone namna gani tunaweza tukafanya. Ni kuahidi tu mwenyekiti, nitalifanya hili kwa maslahi makubwa ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia jumuiya ya umoja wa vijana, ili na mimi niweze kuacha alama kidogo kwenye wilaya yako ya Namtumbo kwa kufanya haya mambo mawili ambayo ndugu zangu au vijana wenzangu wameniomba. CCM oyee!